Pole pole. Okanda. Kuya kono hano. Leo pia ndio kuna. Sawa. Weke vizuri. Na nani yako wapi? Hello, Rembo. Pigeni tu story tu. Ni kama anafungua hiyo kitabu. Kiendelea kufungua. Sasa hii ni storybook tena na Biblia. Nini? Naendelea kuhimiza kuhusu mambo ya Mungu. Si hivi tu kitabu ya kuhimiza neno la Mungu. Hello. 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 Sababu kura nini? Atuambie tu jina yake. Ati useme jina lako. Jina langu naitwa Herman Ochola Abila. Ati hii shida ya kutoona hii ulizaliwa hivi ama ilianzaje? Hii shida kutuona nilizaliwa kama naona, lakini baada ya miaka 7 polio ikaingia kwa miguu, nikatibiwa. Baada ya kutibiwa ilihama ikaenda kwa macho, lakini pale mzazi angeweza kutambua, alikuja kutambua kama iko late. Ingawaje nilisaidiwa operation kidogo, lakini haingeweza kuzaa matunda zaidi kupita hapo. Ati ulipoteza kuona ukiwa na miaka ngapi? Nilipoteza kuona nikiwa na miaka hiyo 12. Ati na maisha imekuaje baada ya kupoteza ile kuona? Niliweza kwenda kwa shule ya wasioona, nikasoma hadi darasa la 7, na nikaenda kwa college ya kufanya kazi kama SIM telephone operator. Na licha kufanya hiyo kosi, bado tena nilifanya kazi na serikali kwa miaka 20 bila malipo, bila kuandikwa. Na mwishowe nikaambiwa hakuna kazi na nikarudi nyumbani. Sasa maisha ile naishi ni ngumu, sababu sina wazazi, sina shamba, mimi mwenyewe sioni, sina njia yote ya kujisaidia. Naishi kwa uwezo wa Mungu tu. Kupata kipato cha chakula unapata kwa njia gani? Kupata chakula, yule nakaa naye bishop, nakaa kwa kanisa yake, kwa hivyo
hawezi kuacha nikalala njaa, ananisaidia hapo kupata chakula na watoto wangu, na hata majirani wale wa karibu huwa wanajitolea wakati mwingine, mkuta akiwa naye kidogo ananiletea na naendelea kitu kikubwa ningepata plot hapo, ningeweza kujenga nyumba na nianze maisha yangu ya kufuga vitu kama kuku ama wanyama fulani. Lakini sababu sina shamba, hiyo ndio shida kubwa. Kwa hivyo naomba tu serikali ama chama chochote ama kikundi cha watu wale wanaweza kuwa na njia ya kunisaidia nikapata plot ama shamba wote mahali popote, itakuwa msaada kubwa. Kwa wageni wale niko nao, ni vile nimeona hali yangu na nimewaeleza maisha yale naishi. Sasa kama kikundi naweza kuuliza kama mnaweza, kama kuna uwezekano yoyote mkanisaidia nikapata hiyo ploti ama hapo mahali panaweza kuishi. Hiyo itakuwa msaada kwangu. Ati uko na mke na watoto wangapi? Niko na mke na watoto 4. Wasichana 2, wavulana 2. Na ingawa 2 wale wa mbele wamesoma hawajapata kibarua. Kwa hiyo pia naweza kuuliza kama kazi inaweza kuwako ya kufanya, hata kufagia mitaani, naweza kuwasaidia wajiendeleshe kimaisha. Hii sina kazi yote nafanya, nakaa tu shapakuwa ni kuomba na kutulia nisikie Mungu amuagiza anaweza kufanya nini. Lakini kwa wakati huu sina kazi, shapakuwa natamani nipate njia kwenda mbele, lakini sasa finance inakuwa ni shida. Nikifikiria juu ya kupata hata hiyo plot inakuwa ni shida. Sasa mimi niko tu hapo, nimewachia Mungu maisha yangu. Ati wapo unaweza pewa kazi ama unaweza pata chance ya kupata kazi, kazi gani unaweza fanya? Kazi inaweza kufanya kama tuseme biashara ama kazi ile nimesomea ya telephone operator. Lakini sasa kiumri, sasa pia tunakuta kwamba kiumri inakataa. Lakini sasa kama ni kazi ya mtu binafsi, ninaweza kufanya. I'm Julia Malaho, the pastor and the bishop's wives of this church, Christ Ambassadors Love Mission. We happen to be hosting Aman after he had been thrown out of the government house. And for all this time he has been around. We thank God for few well-wishers within the village who have been coming in and dropping in some help to him, though it is not sustainable. But today we are so impressed with the youth, the vision they have to reach the people who are not rich. How I wish that this message they have spoken in the air could reach the people who are in charge, especially the government officers, the county government officers, and all who are well-wishers. They may know that man belongs to many people, and mtu ni watu. So Aman's life should be better than what it is today. As a church, we have tried what we can, but how we wish other people could also come in and even have him housed, put a small plot where he can put up a house. Because as it is now, if nature takes its course, he may not be buried on this compound. Where will he be? That issue always tortures his mind. We are calling upon the government. Kenya is not a poor country, it's a rich country. And Bungoma is even richer. Let's come up and see how we can solve Aman's problem. Thank you so much. For how long have you been hosting Around 15 years. No, they have always just depended on well-wishers.
because the wife is also not healthy enough to go and even dig for people to be paid. And the man being blind, he just walks. Sometimes Asians have come in. He goes in shops looking. When you tell him to sit around, he wants also to prove like he's a man. He's a father, he's the head of the family. So he has also been, with a few friends he met when he was in government, some have been coming out to assist him. And even us as a church, we come in, but we don't meet his full desire as it should be. He needs more than what we are giving him. Thank you. Vile tulipatana na yeye na alikuwa kwa kazi ndio, lakini alipofutwa kazi na akaja tukaambiwa tutoke kwa nyumba ya serikali, hata tukatolewa. Tukaambiwa tutoke, tutafute mahali pa kuenda kuishi. Na tulipotoka, changamoto zimekuwa nyingi. Nimejaribu kung'ang'ana kuanzia pale, kupambana, nikamwambia Mungu ndiye anaweza, hakuna kitu jambo ingine linamshinda. Ili tukue na imani na Mungu atatutendea. Nilipoongea na yeye hivyo na tukaenda kukaa kule Marel. Tulikuwa tunakaa hapo Marel huko chini, baada ya shule hapo chini. Maina Friends ndio tulikuwa tunakaa. Na tulikuwa na pastor alikuwa hapa, alikuwa aitwa Christine. Ndiye alikuja kutuita akatuambia bishop anawaita. Ndio kukuja tuongee na yeye. Akasema mimi nimewaita, nataka mkae hapa badala ya kuhangaika kwa manyumba za kurenti. Na tukaanza kukaa na yeye hapa. Hali ya maisha imekuwa na ugumu kwa sababu vile hana kazi hivi. Mimi mwenyewe nilikuwa najaribu kufanya biashara, najaribu kuuza hata ndizi, nikifanya ndizi nikiuza, nikifanya ndizi nikiuza, na tunaendelea kuishi. Lakini hali ikafika mahali kupata hata hiyo vitu, kupata ama pesa, msaada yote ikawa ni ngumu. Bishop akatuambia nyinyi msikufe moyo, mkae tu, jambo la maana ni kuomba peke yake. Na ndio tukakaa tu. Sasa ndio hata tulipomwambia sisi tunataka tutoke tuende nyumbani, hata kama hatuna shamba tuende tuishi huko reserve badala ya kukaa hapa. Na akatuambia msitoke mpaka siku yenye Mungu atatusema mtoke. Na ndio tukakaa tu mpaka sasa. Tuko na watoto 4. Mtoto mwenye tuling'ang'ana na yeye kusoma sana, msichana yeye alisoma akafika darasa la 7 na akawacha shule akakaa. Lakini kijana mwenye anamfuata yeye alisoma, alipofanya mtihani akaitwa shule Keiwa Marakwet huko, na tukaenda education wakatukataza, wakasema huko ni mbali, nyinyi hamtaweza. Na tukaambia education basi tusaidie, tutafutie shule, mtoto afanye nini? Aende. Na wakatusaidia, na gavana akatuita kwa ofisi, akawa anatusaidia kwa upande wa basari na kulipia huyu mtoto mpaka vile amefanya form 4. Amemaliza. Saa hii ako tu ameenda kwa kibarua hapo chini, aliitwa na pastor mwingine aenda amsaidie, ndiye ameenda huko. Lakini msichana ako hapa. Serikali huwa inakuwa na pesa ambazo imetengewa watu ambao wako na changamoto kama tunako na changamoto katika jamii, wale mavu. Hizi pesa huwa zinawafikia nini? Pesa hizo zimekuwa saa nyingine zinakuja, saa nyingine hazipatikani. Kama tangu wapeana sijui ilikuwa mwezi wangapi mpaka saa hii hawaja. My name is Silva Julie Malaho. I'm the director Silver Shield Organization. In Silver Shield Organization, we focus on mentorship programs in schools, community outreach,
And today we are at Aman Ochola's home. We have come to visit him as a gesture that people living with disabilities have been neglected by the government. For example, Aman Ochola, a blind man in Sinoko village, he has stayed in Bungoma for over 20 years. He has served the government and now he never got paid. As a result of getting to hear his story, despite him being disabled, they say disability is not inability. As Silver Shield organization in partnership with other organizations, we are not able to provide a sustainable solution to the family. Okay, majina yangu ni Noel Joseph, Director and CEO of Blessed Goshen Enterprises. Leo tumetembea hapa Sinoko kusupport mwenzetu ambaye ni Silver Shield, kuweza kumpatia mzee ambaye ameenda umri na pia ana ulemavu, ili tukaweze kumsaidia sana. Na huyu mzee ameongea mambo mengi sana, akasema kwamba hata pesa ambazo ni za walemavu hawapati. Na tunashangaa pia kwa nini kuna CHPs wenye wanatembea kwenye mitaa kuangalia watu ambao wako na ulemavu, watu ambao wana uhitaji, lakini mambo kama hayo hayajafika kule mbele. Sasa tunashangaa ni nini kinaendelea, kwa sababu kuna fedha za walemavu, kuna fedha za pia watu ambao hawajiwezi katika mtaa ama katika society. Sasa sisi tunawaita kama organizations zingine ambazo tunaenda katika mitaa kuangalia watu ambao hawajiwezi, kwamba hii tu ndio jambo ambalo unaweza fanya likaweza kuguza moyo wa Mungu. Na wakati unawasaidia, wewe hata usipobarikiwa wewe, bati kitaenda katika kizazi chako. Kwa hivyo tunawaomba kwamba waamke chini, hata zile pesa ambazo kuna watu wanapora fedha ambazo ni za walemavu, wanakula wenyewe. Hiyo ni laana ambayo wanaleta katika jamii zao. Kwa hivyo tunawaomba. Okay, my name is Gideon Itiang. I come from Busia, and today we're here. We came to support our friend who is doing good, who is giving back to the society, who is Silver. I mean, she's the CEO of Silver Shield organization. What she's doing is really good, and all I can say is she needs support. She needs support from all well-wishers, as said before, because the state of the mzee we came to check today, personally I can say is traumatizing. Even if, maybe if you check on the beddings and everything, honestly speaking, as a society, or anyone who is in a position to do something, I think it's high time we reach out and help mzee. Thank you so much. Kumtembelea mzee Aman Ochola, kumtembelea because akona disability and is also old. Tumesanya ile kidogo yenye tuko nayo, tukiambatana na Silver Shield na organizations zingine kama White Hearts na wengine. Tumekuja na ile kidogo tuko nayo, tumeletea Aman. But hiyo haijatosha. Aman needs a lot. Aman needs a land. Aman needs a sustainable project that his kids needs to go to school. He has a kid that anafaa kwenda university. So we are appealing to well-wishers, we are appealing to the government that they can come here and rescue Aman from this deplorable state. Yeah. Okay, my name is Valentine Halai, the director of Blessed Foundation. Now, one, I'd say, us showing up today has really touched Naman's family's hearts, and I just plead to the government. The same way our director of Silver Shield has talked, he is one of many that needs our support. So I just plead the government to come through for them, to support them, to show them love. And indeed, our treasury, okay, we cannot say they are doing nothing, but they are not doing enough that is needed. So we just urge the woman rep of this county, please
wherever you are, just show up and just support us. We really need that support. Our organization, our charity events needs your support more than anyone else. Please come through for us. Thank you. It's high time tushikane kama vijana, viongozi na watu wengine. Tusaidie watu ambao wako chini kabisa, especially these people living with disability. Na swali yangu ndasukumia Mama County. Mama County, you are aware kwamba pesa you allocate in a hold funds za people living with disability. Watu kama hawa, wale watu nyumeka kwa ofisi, field work gani wanakuja kufanya, report gani inaletwanga kwa ofisi, watu wa gani ndio wanasaidika. Tunajua Mama County, kwa hiyo ofisi yako pia kuna basari. Hiyo basari inaendea kina nani? Mimi naonanga picha moja kwa mtandao ya msichana wa KMTC. Tafadhali Mama County, sikiza. Kuna mwanafunzi yako hapa, amefanya vizuri kabisa, inafaa aende college. The next time tukikuja hapa, wacha tukuje kufanya shopping ya mwanafunzi kwenda shule. Asante.